namaliza kwa kusema kwa nini kilianzishwa na aliyesababisha kianzishwe Liwazo mkoa mimi, hasa baada ya kuona kwamba nyinyi wote ni ndugu. Sasa nikaona nilikuwa najaribu kutafakari kidogo, nikaona kwamba itafika mahali hamtajuana, kwa hiyo nikafikiria, unasikia wote vizuri, nikafikiria kwamba hawa watu ni damu moja, na hii damu ni ipi ambayo inaweza kuwaunganisha hawa wakajipambanua kwamba sisi ni kitu kimoja. Nikagundua kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Amonite. Huyu Amonite alikuwa anaitwa na mtafuta huyu mtu wa kwanza, huyu anaitwa nani? Alikuwa nikitafuta sasa alikuwa anaitwa Mitepu. Huyu Mitepu anaitwa Mitepu kwa sababu huyu mpaka mtu kwa Mitepu ndio. Sasa huyu alikuwa na tabia hiyo hiyo. Kwa hiyo mna mateso gani? Kwa hiyo yule naye mwisho ukampachika jina Mitepu. Kwa hiyo huyo Mitepu alikuwa na watoto wake watatu. Wa kwanza alikuwa anaitwa Amonite, wa pili alikuwa anaitwa Masangu, wa tatu alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Ngalimbename. Ngalimbename mtoto la kike, maana yake hana mdogo wake, ndio Ngalimbename, hana mdogo wake. Huyu ni wa kike huyu. Kwa hiyo nilipo tafakari hilo, nikaona nyinyi wote hapa mlipo, hata kama ni kizazi cha ngapi, nilipoangalia kwenye Biblia nikaona walipotoka Misri kizazi 12, walipoenda ugenini vizazi 12, waliporudi baada ya vizazi 12 nikasema aha, kumbe hao. Kwa hiyo nikaona nyinyi wote mna damu ya mtu anayeitwa Amonite, ambaye ndio mtoto wake wa kiume wa Mitepu. Ndio ninakumbuka niliwaambia mjana tena tulikaa kwa Alice wakati ule na bibi yenu marehemu mume wake na nikasema jamani, nyinyi hapa ni kitu kubwa. Maana wakati ule mkusanyiko wote mlikuwa sisi na ini hata nikasema kwa nini msio pamoja, mkaunda jina, mkatengeneza kitu. Ndipo nikasema nyinyi wote mlioko hapa kwa namna moja au nyingine kuna chembe ya mtu mmoja anaitwa Amonite. Huyu Amonite alizaa watoto wa kiume ambao wako hai, walikuwa watatu kaja. Mmoja alikuwa anaitwa Ana, mwingine alikuwa anaitwa Martha, na mwingine alikuwa anaitwa mjomba wetu mmoja alikuwa mbana, mtoto wake amekuwa huyu mmoja anaitwa. Kwa hiyo nikaona walio wengi hapa ni wa Ana na Martha, ambao wote ni wa Amonite. Nikasema nyinyi wote hapa mnajua fanyeni kitu, ndio wakakubali wakaunda kitu kama hiki. Tukasema tutengeneze kundi ambalo tutakuwa tunaweza kushirikiana kufanya vitu kwa pamoja. Kwa hiyo huyu Amonite maana yake nini? Ameniponya. Sasa kwenye kundi nilikuwa naona Amonite, mimi Amonite nikawa na mimi nauliza Amonite nani? Yeye anaitwa Amonite, maana yake ameniponya. Hata wanaotoka kama Njombe nini, hii ni lugha ya Njombe na Iringa hiyo. Amonite maana yake ameniponya. Nani ameniponya? Ameniponya Mungu kule nyumbani, ambaye ni Mungu. Kwa hiyo ndio nikaona huyu Amonite, mkiita Amonite mtaona kwa kweli nyinyi ni ndugu, kwa sababu kila mmoja ndani mwenu ana chembe ya mtu Amonite.
Kwa hiyo Amonite maana yake upande wa Martha, kuna Amonite upande wa Ana, na Ana naye kazaa watoto na wote wako wengi. Mmoja wapo katika Ana aliyezaliwa ni mimi ambaye ndio kwa hiyo mimi ndio mjukuu ambayo kuna dada zangu wako ndio mjukuu wa Amonite. Sasa nyinyi ni vilembwe wa ya Amonite. Kwa hiyo nikaona damu hiyo, huyu mtu anayeitwa Amonite yuko ndani yenu. Kwa hiyo mnaweza kutenda kitu chenu kama ndugu, mtashirikiana, mtafanya vitu vya maendeleo. Na sasa hivi ndio nini lakini mkipiga darubini kwa mbali, mnaona mnapoenda undugu utakuwa zaidi kuliko leo. Naona mambo mengi yanakwenda kwa kufahamiana. Sasa mkisambaratika mtashindwa hata kusaidia. Kwa hiyo ninyi wenyewe anze mkakati kufanya nini tuweze kusaidiana na tuweze kuendelea, kwa sababu ya hiyo chembe kidogo sana iko ndani. Kwa sababu kama kwenye Biblia walipotoka Misri, vizazi 12 wanavihesabu bado walikuwa wakahamishwa uhamishoni Babeli, vizazi jina tena Biblia mkasoma vizazi 12 bado wanajiona ni wakarudi tena Israeli kana vizazi 12. Kwa hiyo si kweli nikisema kwamba ndugu hizo vizazi vingi. Sasa hawa vizazi 12 mara nyingi wote hawa ni moja, maana 12 mara tatu kutoka kule vizazi 12 kutoka kule 12 hapa tena 12 wote hao kabisa mmoja. Hicho ndio ambacho tulifanya tukaweza kuendeleza kwa lengo moja kwamba muwe kitu moja, tusaidiane, na sio lazima wakati wa shida tu, kwa sababu tunapoenda watoto wetu wako hata kwenye ajira wengine akiona iko mahali pazuri pa ajira, mtoto wa mmoja wapo anaandika kwa sababu mnajenga familia yenu. Hicho ndio maana alitoa hili wazi kwa nia njema kabisa. Kwa kwamba kujiita Amonite maana yake kuwa mimi ni uko wangu Makamba. Kwa hiyo maana yake niache Makamba.